Habari zenu vipenzi vya Mungu, karibuni sana katika darasa hili pendwa kwa siku hii ya leo. Na leo tujifunze somo linalohusiana ni kwa nini mahusiano mengi hayadumu, ama ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu. Lakini mimi nitahusisha sana kwenye masuala ya ulimwengu wa kiroho. Masuala ya kimwili basi ni siku nyingine, lakini leo nitazungumzia kwenye masuala ya ulimwengu wa kiroho. Nitazungumzia mambo machache sana, lakini ambayo yanaweza kubeba maana kubwa ambayo inaweza ikakusaidia wewe kufungua ule ukungu ambao upo katika safari yako ya mahusiano ama ndoa hivyo na kadhalika. Kama ni mara yako ya kwanza unanitembelea hapa, hakikisha unabonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia una like, una comment, una share kwa watu wengine ambao unatamani wajifunze madarasa yangu. Na leo nataka ujifunze hiki kitu kwamba kila mtu anavyozaliwa anakuwa na nguvu zake za asili kulingana na kipindi alichozaliwa, utawala wake aliozaliwa, na kila utawala unaongozwa na nguvu zake. Watu waliozaliwa labda tuseme mwezi wa labda wa kwanza hawezi kufanana na watu waliozaliwa labda mwezi wa 10 ama mwezi wa 11. Kila mtu anakuwa na nguvu yake ndani yake. Kwa hiyo kulingana na ule utawala, kuna namna fulani mnaweza mkakinzana, yani kinyota, yani nyota yako wewe na nyota yule mtu vikawa vinakinzana kabisa. Na wakati mwingine pia inaweza ikapelekea wewe mwenyewe utawala wako ukawa na changamoto ya kukinzana na haya masuala ya hasa ya mahusiano mpaka upate ule mtu sahihi. Yani kuna baadhi ya nyota ambazo zinakuwa ni changamoto sana. Unaweza ukahisi kama umerogwa, kila sehemu unayoenda unaona mbona mimi sifanikiwi, naenda huku sijui naabudiwa, kunaenda kuombewa huku sijui nafanya, lakini mimi sifanikiwi. Kumbe ni asili ya nyota yako, ile nguvu ulioibeba ile nguvu ulioibeba ndani ya huo utawala wako. Kwa mfano naweza kuchukulia mfano upande wa nyota ya Simba, wanawake wao wanapitia changamoto kubwa sana. Hata kama unanifuatilia hapa sasa hivi utaona kabisa kwamba wakati mwingine wewe unajikuta unapata shida sana kwenye mahusiano, labda hata ndoa hivyo, kwa sababu ya ile nguvu ulioibeba. Lakini watu wengine ambao pia waga inafikiaga hatua wanajikutaga mpaka wapweke. Watu wa nyota ya mashuke pia waga wanapitiaga hiyo changamoto, kwa sababu mara nyingi sana waga wanajitahidi kutafuta mtu ambaye ni sahihi sana, yani anatafuta yule mtu sahihi sana. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza kaisa labda nimechezewa sio, ni hapana, ni ile nguvu aliyokuwa ameibeba ndani yake. Kwa hiyo vitu kama hivyo huwa vinatokea. Lakini watu wengine pia mizani unakuta ndio hivyo, anakuwa ana pima, ngoja niangalie huku, ngoja labda huyu. Wakati mwingine anaweza kukuta hata muda unazidi kwenda tu, labda pengine akakosa yule mtu ambaye yeye anamwita. Kwa hiyo kiujumla niseme wakati mwingine ni vema sana kujua nguvu zako ulizonazo ndani yako ama utawala wako, ukakaa ukatulia na ukajifuatilia vizuri wewe ni nani, yani ukajifuatilia kwa undani. Watu wengine pia wao wanaongea kwamba hivyo ni vitu vya kudhania tu sijui, lakini ni vitu vikubwa sana ambavyo vina mahusiano makubwa sana na maisha yetu. Ulimwengu usioonekana na pia ulimwengu unaonekana kuna mahusiano makubwa sana. Kwa hiyo uwe unataka uwe hautaki, lazima utayaishi hayo maisha. Ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili utayaishi tu, ama ulimwengu unaonekana na ulimwengu usioonekana utayaishi tu hayo maisha kivyo vyote vile. Lakini wakati mwingine changamoto kubwa ambayo waga inapelekea sana unakuta labda mahusiano yanakuwa yana heng kwenye upande wa tuseme ni vizuizi ambavyo umevibeba labda kutoka kwa labda mpenzi mwingine kwenda kwa mpenzi mwingine. Inawezekana kabisa umetoka na mizigo fulani kutoka kwa mwanaume fulani ama mwanamke fulani. Kwa hiyo unakuta ile mizigo unaingia nayo kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo unakuta yule mwanaume pia anakushinda, yule mwanamke anakushinda, tena unaenda tena kwa labda kwa mwanamke mwingine, inakuwa hivyo hivyo. Shida, changamoto sio wao, changamoto ni wewe. Kwa hiyo pia unashauriwa kujitakasa kabla hujaanza mahusiano mengine. Jitahidi kujiondosha, pumzika basi hata miezi 3, pia jiondoshe kabisa yani vile vizuizi ambavyo vipo ndani ya mwili wako, ama vile vitu ambavyo umevibeba, ama ile nafsi yake ambayo ulishajiunganisha naye kipindi uko kwenye mahusiano, ili uweze kusonga mbele. Lakini changamoto nyingine huwa inatokea kwenye upande wa hizi familia, labda upande wa baba, labda upande wa mama. Inawezekana kabisa kukawa kuna baadhi ya tunaita kama laana wakati mwingine, ama kuna
maagano fulani fulani walifanya, ama kuna vitu fulani fulani labda walivikosea huko nyuma, pia vinaweza vikawa vinakimbiza kufuatilia pia hatima za watoto pia. Kwa hiyo inawezekana wewe uko unahangaika, labda huko unaenda lakini unakutana. Kwa hiyo ni vema pia ukakaa chini ukachunguza nyuma ulikotoka. Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu ambavyo vinasumbua sana kwenye ulimwengu wa kiroho, ambavyo vinaweza vikapelekea pia ukajihisi tofauti kabisa, na ukaona kwamba mimi mbona kama nimechezewa kabisa, ama mbona kama sielewi kuhusiana na mahusiano. Unakuta kuna watu wengine wanaandika kwenye comment kwamba mimi nafikiria sina bahati ya mapenzi ama kupendwa. Hapana, anza kujichunguza kulingana na hivyo vitu nilivyosema. Angalia kwenye upande labda wa nyota yako, wewe ni mtu wa aina gani? Jaribu kujiangalia. Pia angalia yule mtu ambaye mnaweza mkaendana. Unapokutana na mtu usikurupuke, jaribu kumsoma pia, labda yeye ni mtu wa aina gani, ni nyota gani, hivi na hivi. Jaribu kusoma, jaribu kusoma vizuri, jaribu kumsoma vizuri kabla hujazama moja kwa moja. Ni muhimu sana. Ukichunguza hivyo pia chunguza ulikotoka. Una mizigo, una hasira, una vinyongo, bado yule mtu yuko ndani ya nafsi yako. Jitahidi kujiosha na kujiondosha na kuandika vile vitu vyote ambavyo unaona vinakushikilia na kuchoma, na kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi mtu nilishaachana naye ama komandi kabisa, wewe nafsi, mimi tena sio sehemu ya maisha yako. Kuanzia sasa hivi mimi nina maisha yangu na wewe endelea na maisha yako, na huyo mtu mwingine niko huru hivi. Yani jaribu kujiweka sawa, ndipo ukaingia pia kwenye mahusiano mengine. Pia kwenye upande wa familia chunguza, kama nilivyosema, jitahidi kuchunguza kwenye familia yenu kama kuna vitu vinavyofanana na muundo wa maisha yako wewe mwanaume ama mwanamke. Kwa kama ni upande wa nyumbani, labda kwa baba kwa mama, jaribu kurudi huko na kufuatilia na uone unatatuaje sasa hiyo changamoto ama hiyo shida ambayo uko nayo. Kwa leo mimi naishia hapa. Kama utakuwa umevutiwa na hili somo ama kuna kitu fulani kimekugusa, basi angalia tu hapo chini na comment chochote kile ambacho unajisikia, na nitakujibu haraka sana.